Bwana Yesu asifiwe. Tuko salama. Basi andika kichwa cha somo kinasema tafuta kwa bidii utakatifu. Tafuta kwa nini? Tafuta kwa bidii nini? Utakatifu. Andika hivyo. Tafuta kwa bidii utakatifu. Tafuta kwa bidii utakatifu. Ndilo somo ambalo tunakwenda kujifunza siku ya leo, na tunamwamini Mungu wetu ni mwema, ni mwaminifu. Liko jambo zuri Bwana anakwenda kutufundisha. Amina. Tafuta kwa bidii utakatifu. Tafuta kwa bidii nini? Utakatifu. Haleluya. Tutaangalia kitabu cha Waebrania. Tutaangalia kitabu cha Waebrania. Tutaangalia kitabu cha Waebrania sura ya 12 na ule mstari wa 14. Waebrania sura ya 12 na ule mstari wa ngapi? Wa 14. Amina. Punguze sauti kidogo ya muziki wao. Bwana Yesu asifiwe. Somo linasemaje? Ongeza sauti kidogo. Linasemaje somo? Tafuta kwa bidii utakatifu. Andiko kuu ni Waebrania sura ya 12 na mstari wa 14. Amina. Waebrania sura ya 12 na ule mstari wa 14. Nitakusomea. Biblia inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Haleluya. Katika hiyo maandiko tuliyoyasoma kuna mambo mawili ya msingi na ya kuzingatia. Amina. Kuna mambo mangapi? Mawili. Naomba nirudie, tutayaona tu. Nasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mambo ni mawili. Jambo la kwanza ni kutafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Sawa sawa? Andika. Tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kutafuta kwa bidii utakatifu. Jambo la kwanza ni nini, watoto wa Mungu? Kutafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Sasa, na jambo la pili ni kutafuta kwa bidii kuwa na utakatifu. Usipokuwa na haya mambo mawili yaliyozungumzwa, hauwezi kwenda mbinguni. Tumeelewana vizuri? Nisikilize wakina mama wazuri, nisikilize wakina baba. Watu wengi wamedhani ni kusali tu. Unaweza ukawa unasali, ndio. Ibada zote unahudhuria kabisa, ndio. Shughuli za kanisa unafanya, ndio. Lakini kama hauna amani na watu, hauwezi kupata neema kwenda mbinguni. Na ikumbukwe, tunasali mahali hapa ili tupate sifa za kwenda wapi? Mbinguni. Kuna watu wengi tunakuta wanasali, lakini wana magomvi na mafarakano kwenye familia zao. Sawa? Wana magomvi na mafarakano. Hawasalimiani, si ndio? Hawakai kwa pamoja, si ndio? Inaweza kuwa watu wa familia, au ikawa majirani, akawa ndugu. Wengine wameenda mbali sana, hata ndugu. Kuna ndugu ambao wameshatengana, wasalimiani. Ndugu kabisa. Hadi kwenye simu wamewekeana blacklist. Yaani ni ndugu yake kabisa, ni kwa shangazi yake. Lakini shangazi akimpigia sikumpata, alishaga blacklist. Walikosana, hajawahi kumsamehe mpaka leo.
Kwa hiyo hana amani. Sasa Biblia inatuambia tafuta kwa nini? Kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Yaani utumie nguvu zako zote, utumie bidii yako yote kuhakikisha hakuna hata mtu mmoja ambaye hamna amani kwa pamoja. Sio, umeelewa? Hata kama amekukwaza, hata kama amekuchukiza, hata kama amekutendea mabaya, hakikisha unatafuta suluhu ili muelewane na muwe mnaingiliana. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu msipokuwa na suluhu, msipoingiliana kwa mjibu wa maandiko matakatifu, hautapata neema ya kuingia ule mji mtakatifu. Hata kama unasali kila siku, hata kama unahudhuria kanisani kila siku, hata kama sadaka unatoa kila siku, hata kama kazi ya Mungu unafanya kila siku, lakini ukikosa amani na watu, ukikosa amani na watu, unachokifanya kanisani ni bure. Kuna mtu ananielewa vizuri? Kuna watu ndani ya familia zao hawako vizuri, si ndio? Kwa majirani hawako vizuri. Haleluya. Wamewekeana belia, wamewekeana mipaka, hawaingiliani, hawazungumzi, hawakai kwa mamoja. Biblia inasema tafuteni kwa bidii, kwa nguvu zako zote, kuwa na amani na watu wote. Unaweza kuona mahali hapo wengi wanasali kwa hasara. Wengi wanasali kwa nini? Kwa hasara. Anasali kabisa, lakini ndani ya moyo wake ana mafundo. Ana mafundo, ana visasi, ana malipizi, ana chuki, ana hasira, ana magomvi. Ndani ya moyo ana migogoro. Ndani ya moyo ana migogoro. Hata akiwa ameenda kwenye soko labda la Alhamisi, akamkutana yule mtu ambao walitirafiana kidogo, anafumba macho, hataki hata kumuona usoni. Anahama line, anaenda line nyingine, anaenda line nyingine, lakini kanisani anasali. Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Pasina huo utakatifu, hakuna mtu atakayemwona Mungu. Sasa andiko lile linasema pendaneni ninyi kwa. Unaona jinsi Biblia inavyotuambia? Kwa hiyo siku zote jambo la kwanza ambalo unapaswa ulifanye mwanadamu katika maisha yako ni kuhakikisha unakuwa na amani na watu wote. Kabla hujamwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wenda ulikwazana na watu, wenda ulitirafiana na watu, wengine kabisa walikukwaza wao wenyewe, si ndio? Uligombana na watu, wengine walikutendea mambo mabaya, na wewe ukawatunza ndani ya moyo, na ukadhani uko salama, kumbe hauko salama. Biblia inataka tuwe na amani na watu wote. Hapo ndipo tunapofundishwa kwa habari ya kusamehe. Sawa? Tafuta bidii kusamehe. Hapo ndipo tunapofundishwa kwa habari ya kupenda. Hapo ndipo tunafundishwa kwa habari ya kuwathamini watu wengine. Haleluya. Ndugu, kama kuna watu mwabeba ndani ya moyo, kuna namna, kuna watu wa mwingiliani, hamzungumzi, hamko pamoja, ninakushauri leo, nenda utengeneze na wao ili amani iwepo. Na amani inaanzia moyoni. Amani inaanzia wapi? Haleluya. Manake usipofanya haya niliyokuambia, sadaka utatoa sana kanisani, kusali utasali sana kanisani, shughuli za kanisa utafanya tu kanisani, lakini hautapata neema ya kuona ule mji mtakatifu Yerusalemu.
aliyeniinua mkono. Unaelewa tunaposema tafuta kwa bidii? Maana yake utumie juhudi zako zote kuhakikisha unatengeneza amani, yani unafanya suluhu. Si unanielewa? Yani utumie nguvu zako, juhudi zako, nguvu zako kuhakikisha unatengeneza amani. Unaanza mwenyewe moyoni kusamehe na kuachilia. Alafu unamtafuta yule mtu kwa bidii, ikiwa ni pamoja na kumuomba msamaha. Kama mlikuwa mzungumzi haumtaki kwa sababu kuna vitu alikutendea, hebu fungua malango tena. Fungua malango tena. Ili kusali kwako kusiwe kwa hasara. Kusali kwako kuwe kwa maana. Halo. Wako watu wengi sana, hasa wamama, ambao wamepata changamoto kwenye mahusiano yao, wakajikuta wameumizwa. Haleluya. Wamebaki na machungu ndani ya mioyo yao, kiasi kwamba wameweka beria kwa wale watu waliowaumiza, na bado wanaendelea kusali. Sikiliza. Acha huyo aliyekuumiza sikusababishie ukaenda jehanamu ya moto. Ndio, alikutendea maumivu makubwa sana, si sawa sawa? Alikuumiza ndio. Lakini Biblia inakwambia tafuteni kuwa na amani na watu wote. Tena tafuta kwa bidii. Tumia bidii kuhakikisha unarudisha amani. Kama mlikuwa msalimiani, anza kusalimiana naye. Kama kuna vitu ulikuwa umeweka mpaka kwake, anza kuvifungua. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa unayatenda hayo, pia unamruhusu Mungu ashuke ili akusaidie. Haleluya. Nimekwambia weka kiti mahali hapo na ukae hapo hapo na usitoke. Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Karibu kabisa, sogea karibu. Haleluya, haleluya watoto wa Mungu. Haleluya watoto wa Mungu. Tuko vizuri eh? Ni kweli alikuumiza, lakini usipotafuta suluhu na maumivu yale, unaweza kujikuta hauingii mji mtakatifu Yerusalemu. Yesu atusaidie sana. Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kutafuta amani na watu wote. Lakini jambo la pili linalozungumzwa katika mstari huo ni kutafuta utakatifu kwa bidii. Kumbe utakatifu unatafutwa kwa nini? Kwa bidii. Haleluya. Hakuna ambaye anautafuta utakatifu lele mama. Hayuko anaweza kutafuta utakatifu kwa ulele mama. Huwezi kutafuta utakatifu kwa nini? Kwa ulele mama. Utakatifu unatafutwa kwa bidii zote, kwa nguvu zote. Haleluya. Mambo mawili tuliyoambiwa tuyatafute kwa bidii ni kuwa na amani na watu wote na kutafuta utakatifu kwa bidii. Kwa mfano, ukiangalia Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 19. Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 19. Naomba nikutafutie tu Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 19. Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 19. Angalia, Biblia inasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuko vizuri sana. Tuko vizuri. Umeona hayo mambo yaliyoorodheshwa? Ukiyatenda hayo mambo yaliyoorodheshwa mahali hapo na mengine mengi, hautapata neema ya kuona mji mtakatifu. Lakini ukiyachambua haya, tukaanza kuyachambua namna ya kuyakwepa, ni lazima utumie nini? Bidii. Dhambi tunazikwepa kwa bidii, kwa juhudi. Kimwili dhambi huwa zinaonekana ni tamu. Sasa dhambi zinaonekana nini? Ni tamu. Kimwili ni ukweli kabisa, dhambi zinaonekana ni tamu kimwili. Ndio maana unatahadharishwa
kufanya bidii na juhudi kwa ajili ya kukwepa dhambi, ili upate neema ya kuona mji mtakatifu Yerusalemu, ambapo Biblia inatuambia kinyonge kitafanyaje? Hakitauingia ule mji mtakatifu. Kwa hiyo mtu asije akakudanganya kwamba anaweza akashinda dhambi kilele mama lele mama. Hakuna aliyewahi kushinda dhambi kilele mama lele mama. Yoyote aliyeshinda dhambi ameshinda kwa juhudi na bidii. Juhudi kabisa na bidii. Haujaweka juhudi na bidii, huwezi kushinda dhambi, mtu wa Mungu. Huwezi kushinda dhambi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngoja nikwambie kitu kizuri. Kizuri kabisa. Inawezekana wewe sio mwimbaji, sawa? Inawezekana wewe sio nabii. Inawezekana wewe sio mtume. Inawezekana wewe sio mhubiri. Inawezekana wewe wala sio mwombaji. Asifiwe Yesu. Kuna Biblia tunasoma watu walikuwa na nguvu kama kina Elia, kina Elisha, wakina Mesha, Shadraka na Abednego. Tunasoma kina Paulo, kina Petro. Sio watu wote watafanana na kina Petro. Sio watu wote watafanana na hao. Haleluya. Hapana. Kwa hiyo kwa hayo niliyokutajia sio kigezo cha kwenda mbinguni. Unaweza kuwa wimbi lakini mbinguni ukaenda. Unaweza kuwa hubiri lakini mbinguni ukaenda. Unaweza ukawa hauna nguvu za kuponya watu lakini mbinguni unafanyaje? Kigezo kinachowapeleka watu mbinguni sio hizo huduma. Haleluya. Kigezo kinachowapeleka watu mbinguni ni utakatifu. Naweza kawa siimbi, sifanye huduma yote, lakini nimejitunza. Nimeacha dhambi, nimeacha uovu, nimeacha matendo mabaya. Na kupitia hapo nikapata neema ya kuingia ule mji mtakatifu. Kanisa, tuko vizuri? Kuna mtu ananielewa? Kichwa cha somo kinasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Pasipo huo utakatifu hakuna atakayemwona nani? Bwana. Haleluya. Tukaona jambo la kwanza ni kuwa na amani na watu wote. Hata kama wamekuumiza, wamekutenda mangapi na nini, hakikisha unatafuta suluhu ili muingiliane. Mzungumze, mkae kwa pamoja, moyo wako ufunguke, visasi na maripizi vitoke. Haleluya. Watu wengi kabisa wana tatizo hilo. Wengi wako makanisani wameumizwa sana. Yale maumivu walioumizwa wameweka wapi? Moyoni. Maana kuja kanisani ni kuja kuyaachilia mbele za Bwana, alafu kurudi nyuma kwenda kutengeneza. Jambo la pili, kutafuta nini? Utakatifu. Dhambi ni nyingi: wizi, zinzi, usherati, wivu, chuki, magomvi, mafarakano, ulevi, kuabudu sanamu, fitina, falaka, uzushi. Unayaona hayo? Ni mengi sana. Falaka, uzushi, ulevi. Sasa ili kuyakwepa hayo yote unahitaji bidii. Unahitaji? Hakuna mtu anaweza kaenda mji mtakatifu bila bidii. Hata kimwili, ili uweze kupata mafanikio mwilini si lazima uweke bidii, Hata shuleni, si ndio? Unaweza kuwa usome alafu kafaulu mitihani. Hauwezi kufaulu mitihani kama hausomi. Kwa hiyo nyuma yake kuna bidii, kuna juhudi. Wakati wengine wao wanasoma, au kilala lazima utafeli mtihani. Wakati watu wanakwenda shuleni, wao kisinzia utafeli mtihani. Hata maisha yako hivyo. Usipofanya kazi hautapata pesa. Hatuishi kwa kufikiria kwamba tutaokota pesa. Sema amina. Pesa zinatafutwa kwa kufanya kazi, kwa bidii na kwa juhudi. Ndipo maandiko yanatuambia lazima tutafute utakatifu kwa bidii. Sasa ndio mtoto anapiga kelele. Haleluya, haleluya. Tuko vizuri watoto wa Mungu? Tuko vizuri. Asifiwe Yesu Kristo Mnazareti.
Naomba unisomee Yakobo sura ya kwanza mstari wa 14 na 15 kwa sauti mama. Nisaidie pale unisomee. Sasa wakati ananitafutia Yakobo sura ya kwanza na mstari wa 14 na 15, kuna kitu nataka nikwambie. Uko tayari nikwambie? Utakatifu unatafutwa kwa kushinda tamaa za dunia. Utakatifu unatafutwa kwa kushinda tamaa za nini? Za dunia. Tena unaweza kuandika namba moja kwamba utakatifu unapatikana kwa kushinda tamaa za nini? Za dunia. Sasa tamaa za dunia hauwezi ukazishinda kilele mama. Lazima kuwe na bidii. Lazima uweke nini? Bidii. Ndipo utaweza kushinda tamaa za dunia hii. Lazima uchikane ukatae. Hebu nisome mahali pale mamangu. Yakobo sura ya kwanza na mstari wa 14. Ndio. Lakini kila mmoja hujaribiwa. Kila mmoja anajaribiwa Na tamaa yake mwenyewe. Ndio. Huku akivutwa na kudanganywa. Kila mmoja anajaribiwa na tamaa yake Mwenyewe. yeye mwenyewe. Hasa hii mili yetu. Hii mili yetu. Hebu sema mili yetu. Sema mili yetu. Wakati mwingine mili ndio inayotutia katika vishawishi vya kutenda dhambi. Mfano, ulevi unaanzia wapi? Halo? Ulevi unaanzia wapi? Unaanzia ndani, hamu. Unaanza na hamu, si ndio? Nasikia hamu, si ndio? Maana yake mwili unakujaribu. Sio nje, ni ndani yako. Unasikia hamu ya ulevi. Sasa lazima utafute kwa bidii na kwa nguvu zote kukataa hiyo tamaa mwenyewe. Unaikataa mwenyewe. Unaikemea kwa jina la Yesu, niachilie. Unakataa hiyo hali mwenyewe. Manake usipoikataa hiyo hali mwenyewe, nini kinatokea? Unakwenda kunywa pombe. Uzinzi unaanzia wapi? Tamaa inaanza kuwakia wapi? Ndani. Unashindwa kujizuia. Matokeo yake unakwenda wapi? Wizi unaanzia wapi? Kila kitu unaona kinapoanzia Hebu soma mahali pale, anza. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Lakini kila mmoja anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikishakuchukua mimba uzaa dhambi. Umenielewa vizuri? Ile tamaa inakusumbua. Sasa ukitokea ukaenda kufanya, imezaa mimba. Endelea. Na ile dhambi ikisha kukomaa uzaa mauti. Mwisho wa siku inazaa mauti. Mauti unaifahamu? Mauti inayozungumza sio mauti ya kimwili. Kila mmoja atafariki, kila mmoja atakufa. Mauti inayozungumzwa ni mauti ya kiroho, kwamba hautaingia mji mtakatifu, utakwenda jehanamu. Lakini umeona huo mrorongo ulipoanzia? Umeanzia wapi? Umeambiwa tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Manake ndani ya moyo wako kuna hasira iko ndani yako. Ndilo jaribu lako. Ndio kitanzi chako. Sasa nani afanye? Ni wewe kukataa ile hasira. Kukataa ile chuki. Kukataa yale mafarakano na magomvi na migogoro ndani ya moyo kwa kutafuta suluhu. Halo? Una hamu ya dhambi fulani na kutesaga miaka yote na kusumbua ile dhambi. Inakusumbua ile dhambi. Inafikia sehemu unawekea mpaka, unawekea beria, unakataa mwenyewe. Manake ikikushawishi kakushinda, manake utafanya matokeo. Yaani manake utatenda dhambi. Na ukitenda dhambi, ile nasema ni mimba inazaliwa. Kinachozaliwa ni dhambi. Na dhambi ikizaliwa, manake hautapata neema ya kuona mji mtakatifu, kwa sababu inazaa mauti. Inazaa mauti kanisa. Mara nyingi napenda nizungumze na watu ambao wamejikana na wanatamani waende kuona mji mtakatifu Yerusalemu. Waende mbinguni wakamwone Bwana. Haleluya.
Hakuna mtu asiyekuwa na bidii anayeweza kumuona Mungu. Unaweza kaangalia dhambi ambazo zimekungangania ni dhambi gani. Haijaanzia nje, imeanzia ndani. Semeni amina. Kuna mtu mmoja nilikuwa namwangalia, sio leo, nilikuwa namwangalia kwenye mtandao. Shangaa sana mambo anayofanya. Anaiga mambo ya duniani. Dunia ya jinsi inavyotaka, naye ndivyo anavyofanya. Mijaribu. Tamaa imeanzia ndani. Anamwona mtu fulani yuko katika sura ya namna hii na yeye anataka awe vile vile. Tamaa imeanzia wapi? Imeanzia ndani. Ameiona rangi yake ni kama rangi yake haifai. Hao wengine wanapaka makeup. Sasa hiyo sio makeup. Sijui ameweka na nini ndugu. Mwili wote umebadilika, umekuwa mwekundu. Havai sketi tena. Havai suruali ambazo mahali hapa zina matumbo. Amekuwa ni mtu wa kucheza muziki hadharani. Lakini imeanzia wapi? Ndani. Sasa unaambiwa una bidii. Una nini? Bidii ya kufanya nini? Kukataa hicho kitu. Eva, unanielewa mama? Yaani kwa hivi, tunaweza kwa tunasali kanisani, si ndio? Tunasali kanisani, lakini tunapoteza nini? Muda. Je, unatamani usali wakati unapoteza muda? Unatamani usali usipoteze muda, si ndio? Upate nafasi ya kuona mji ule mtakatifu. Sasa andiko linakuhusu. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ndio jambo la kwanza. Pasina huo utakatifu hakuna atakayemwona Bwana. Mambo mangapi? Amani na watu wote na utakatifu. Kwa hiyo jambo la kwanza nimekuambia nini mtoto wa Mungu mahali pale? Nimekuambia, si ndio, tunautafuta utakatifu namba 1 kwa kushinda tamaa zote, si ndio? Kushinda tamaa zote. Na kwa andiko hilo tumeona tamaa zinaanzia wapi? Dhambi inaanzia wapi? Si mawazo. Hakuna mwizi anayekwenda kuiba kabla hajaanza kule mawazo. Anapanga na mipango kabisa. Nikipita majengo wataniona. Nipite Uswahilini. Kuna mtu mmoja nimesikia amemuua Kalagu. Unajua sasa hivi wanavuna kahawa, si ndio? Yeye akaona mwaka jana kahawa zilikuwa zina bei nyingi sana. Akasema sasa huu ni muda wa fursa. Watu wamelala, yanaamka saa 6, saa 7 usiku na junia lake na tochi. Anaenda kuna mashamba ya kuvuna kahawa. Sasa amevuna, akavuna, akafurahia. Kumbe wenye mashamba wana maumivu. Wamelima shamba, wamepalilia shamba, wametunza shamba, wana malengo na matunda ya shamba. Shamba limevunwa, wakaweka ulinzi. Amekuja kuvuna usiku wa naye. Kichwa kikawa halali yao. Pasua kichwa chote, pasua kichwa. Piga mawe, pasua kichwa sagasaga. Lakini huyo mtu mpaka kwenda kuiba, unadhani alikurupuka tu anatoka na kwenda kuiba? Eti alitoka tu anaenda kuiba? Alianza na nini? Ndani ya nini? Ndani ya nini watoto wa Mungu? Ya moyo. Akapanga hadi na mbinu. Nipite wapi? Nitokee wapi? Nikipata mzigo ni ubebeje? Ni ufiche wapi? Tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu hapana atakayemwona Bwana. Halo. Kwa hiyo ukimwona mtu ametenda dhambi, usifikirie hiyo dhambi amekurupuka. Sawa? Kuna dhambi za maandalizi. Nikuulize swali, dhambi ya uzinzi ni ya maandalizi, sio ya maandalizi? Naomba mnijibu nyote kwa sauti kubwa. Dhambi ya uzinzi ni ya maandalizi, sio ya maandalizi? Si ya maandalizi dhambi hiyo hapo. Kwa hiyo ukija kuangalia dhambi zote hizi zina maandalizi nyuma yake, watoto wa Mungu. Tunahitaji kutafuta kwa bidii kushinda nini?
dhambi. Natamani hilo andiko tulirudie kabisa. Mimi natamani tulirudie hilo andiko. Yakobo 1:14-15. Somea haraka msoma wa Mungu. Haraka tulisome mtu wa Mungu mahali hapo. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Ongeza sauti. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Anajaribiwa na tamaa ya nani? Ya jirani. Ya jirani? Ya nani? Ili utende dhambi unajaribiwa na tamaa ya nani? Yako mwenyewe. Akijaribiwa na tamaa yake mwenyewe, nini kinaendelea? Huku akivutwa na kudanganywa. Si ndio? Unajua wakati mwingine unasema mimi naenda kutenda dhambi ni ya mwisho, sirudi. Naenda kutenda dhambi hii sifanyaje? Dada moja aliolewa. Alikuwa amejitunza sana. Sana kabisa. Yaani alijitunza sana. Hakuwa na ujinga ndani ya kanisa. Hakuwa na ujinga mtaani. Mpaka watu waliona kabisa huyu ni mtu mzuri. Hakuwa na skendo mbaya. Hakuwa na sifa mbaya. Unajua wanadamu wanatujua Mnalifahamu hilo jambo? Unajua sisi wanatujua. Mtaani wanatujua. Wanajua ni viwango vyetu vya kuokoka. Kuna watu wanasema hakika huyu mtu ameokoka, sivyo alivyokuwa zamani. Mungu wake tunamuona. Kuna mtu ameokoka, amen, lakini watu bado wanasema huyu anapoteza nini? Kweli si kweli? Jamani, naongopa. Wanatujua mtaani. Nikwambie kitu kabla sijatoa shuhuda. Hata ukitenda dhambi saa 8 za usiku, kuna watu watakuona. Wewe utaona wakuoni, si ndio? Wewe utaona, lakini kuna watu wanakuona. Hata ukienda polini ukaanza kutenda dhambi chini ya mti, unaweza kukuta kuna mtu alikuwa ameenda polini kutafuta fito za kujengea nyumba na hujamuona. Yeye amekaa kichakani huko anaangalia fito ni ipi ndefu, anashangaa anasikia majani kwa yanapita. Inapitia jibanzi. Aanze kuangalia vizuri. Wewe unaona ni polini katikati hakuna mtu anafanyaje? Kumbe kuna mtu anakuona unapotembea, unaingia polini, unatenda dhambi zako, unamaliza unaondoka, anakuona. Unaenda kuroga saa 8 usiku, kuna watu wanakuona. Hakuna dhambi unaweza kuitenda mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita watu wasikuone. Ndio maana nakwambia ushuhuda wa makanisa unaharibiwa na washirika wenyewe. Ushuhuda wa nini? Wa makanisa unaharibiwa na washirika. Kabla sinaelea kule, kaambia nilikuwa nahubiri, baba mmoja na mhubiri alitoa majibu ambayo kiuhalisia niliyaelewa kwa mtazamo wa kimwili. Ambapo sasa nirudi kwa mtazamo wa nini? Wa kiroho, kwa maana ya kumsaidia. Alisema mimi siwezi kuokoka, makanisa ya Kipentekosti ni ya kijinga. Kwa nini? Kulikuwa kuna mtoto wa ndugu yake alikuwa anaimba kwaya kwenye kanisa la Kipentekosti. Mwimbaji mzuri na Mungu amemsaidia, amepata na kiajira, haleluya. Lakini akapigwa mimba. Kupigwa mimba, kosa la kwanza. Dhambi usipoitubia ina tabia ya kufanyaje? Ya kuita dhambi nyingine. Hiyo mimba, ameshapigwa hiyo mimba, akaenda tena akaua na mtoto. Mimba wameiona watu kwamba alikuwa na mimba, na wakati anaua tena wakagundua, maana kidogo imalize. Dhambi ngapi? Halafu habari zikaenea mtaani. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaimba kwaya. Akiimba watu wanasema ndio. Kwa ile dhambi haikufichika hata mara moja. Watu wakaona. Sasa watu wanakataa kwenda kumwamini Kristo kwa sababu wanaamini watu wote ni watu wa mimba. Lakini je, ni kweli? Lakini unaweza kuwa utoi mimba lakini uko unafanya dhambi. Kwa hiyo sisi tunafahamika vijijini, tunafahamika mitaani kwetu, tunafahamika. Haleluya. Asifiwe Yesu Kristo Mnazareti.
Mungu anisaidie mimi, lakini na Mungu akusaidie na wewe. Tunapoamua kumwamini Kristo, tumwamini kweli kweli. Yule dada akapata neema akaolewa. Alipoolewa akakutana na changamoto ya kutokupata mtoto. Kwa hiyo miaka mingi anahangaika apate mtoto. Maushauri mengi. Wakamshauri kwamba pita pembeni. So pembeni kwa waganga, pita pembeni kwa mwanaume mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Akashindwa kuvumilia. Kweli akajichanganya akiwa na akili wapi? Moyoni. Kwamba nikitenda hiyo dhambi nikafanikiwa, nitatubu. Biblia inasema kesheni mkiomba, kwa maana mwijui siku wala. Yule binti ya kutoka leba alifia leba. Hakuchomoka wapi? Alikuwa ameitubu hiyo dhambi. Dhambi za makusudi. Tafuta kwa nini? Endelea kusoma lile andiko stoke. Alafu ile tamaa ikishakuchukua mimba. Tamaa ikishachukua mimba sasa hivi manake imechukua mimba, si lazima izaliwe. Manake mimba imeshakubali. Haleluya. Kwamba nimeshadhamiria lazima nifanye. Maana ya kufanya siku zaa. Lazima nifanyeje? Nitende dhambi. Manake sitazaliwa. Kinachozaliwa ni nini? Soma malizie shangazi. Na ile dhambi kisha kukomaa uzaa mauti. Inazani? Kinachodhaliwa ni dhambi. Dhambi ni mauti. Manake hata ukisali hautaenda wapi? Mbinguni. Asifiwe Yesu Kristo Mnazareti. So unajua sisi ni kama maua. Tunanyauka na so unajua sisi ni kama maua. Hata kipendeza kwa kiwango gani lakini yanakwisha, si ndio? Mnalipata hilo Sisi tunaondoka. Watoto wanakufa, wazee wanakufa, vijana wanakufa, watoto wanakufa. Hakika kufa kupo. Lakini tukifa tuna tumaini jingine, si ndio? Ambalo tumaini hilo tumelifanya hapa duniani. Tuko mahali hapa kutafuta sifa za kujiingilia katika mji kazuri katakatifu ka mbinguni. Acha Yesu atusaidie kila mmoja. Haleluya. Ukimwona mkaikuru aliyezeeka kabisa, amezeeka mpaka ameishako, alikuwa binti mzuri, alikuwa kijana mzuri, muda umekwisha. Sawa? Kitu tunachokihitaji kukifanya sasa ni kutafuta mahusiano yetu na Mungu wetu yawe mazuri. Hakikisha mahusiano yako na Mungu yanakuwa, si watoto wa Mungu hakikisha yanakuwa mazuri. Jitahidi kwa bidii zako zote kutunza utakatifu ndani yako. Achana na tamaa za nini? Za dunia. Dunia inapita. Haleluya. Tuhakikishe tunatunza utakatifu ili tupate neema ya kumwona Baba. Kwa hiyo utakatifu unatafutwaje? Tunautafuta kwa kushinda tamaa zote za nini? Za dunia. Lakini hapa namba 2, kwa kukaa mbali na vichocheo au vishawishi. Sawa? Vishawishi vya dhambi au vichocheo vya dhambi. Ili uweze kushinda dhambi, hakikisha unakaa mbali na vichocheo vya dhambi. Kukaa mbali. Sema amina. Sema amina iliyoshinda. Wakati fulani nikakwambia, mnaziona hizi simu zetu hizi hapa? Mnaziona hizi simu zetu? Hizi simu zinatendesha dhambi. Yaani muda wote wewe unakaa unaperuzi tu kwenye mtandao, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok. Nimekuja kugundua pia ni dhambi. Sijui unafahamu hicho kitu?
Ndani ya simu hizi hakuna vitu vya maana sana isipokuwa ujinga tu. Sasa mnanipata? Kwa hiyo unakuta mtu anaweza kakaa kwenye simu masaa 6, masaa 7. Anaangalia mambo TikTok, anaangalia Facebook, anaangalia Twitter. Na ngoja nikwambie kitu. Natamani nikwambie. Nikwambie. Sasa hivi mtu wa kwanza kumsalimia unapoamka ni simu, sio Mungu wako. Yaani kutoka tu kwenye usingizi tumekurupuka, simu iko wapi? Kuangalia kuna message, kuna mtu amenipigia. Kwa hiyo mtu wa kwanza kumsalimia ni simu. Ninapozungumza haya mambo unanielewa vizuri? Mtu anaweza kalala saa 9 usiku. Ukimuuliza cha maana alichokuwa anakifanya hakipo. Alikuwa na chati. Sio wenye simu kubwa, hata wenye viswaswadu. Hata wenye viswaswadu ni shida. Utasikia tu chumbani message hizo. Hizo message unamtumia nani? Mtulia. Hapo ametulia, amesubiri na yule afanye mrudishie. Saa 3, saa 4, saa 5, saa 6. Sasa mpaka nasinzia na simu amelishika kwenye mkono. Akishtuka tu saa 11 ameanza tena kulisalimia simu. Mungu hapo yuko wapi? Kuna kitu kinaitwa season. Wanawaambia kuna sijia kina kulfi, sijui kuna za kina, mimi najuaga kulfi tu. Si kuna nyingine ipi? Mnazijua. Yaani mtu yuko tayari angalie season namba 1 mpaka namba 800. Yaani asubuhi mpaka jioni. Na kuna wanawake wa mjini wana tabia hizo. Mume anaenda kutafuta hela, yeye amekaa tu kwenye season. Ameamka tu hata bila kunawa, ameshaenda kwenye kibanda kinachokodisha season. Ameshaenda na flash yake niweke, amerudi. Hakumbuki kupika chai, hakumbuki kuogesha watoto, hakumbuki kwamba anaweza akaenda kutafuta na hela, kauza vitumbua, kauza mchicha, akasaidiana na mume wake kuingiza kipato ndani ya familia. Hello. Kitu cha pili nimesemaje watoto wa baba? Na kukaa mbali na vichocheo vya dhambi. Simu zinasababisha dhambi. Simu inaweza kukufanya usiingie mbinguni mtoto wa baba. Kataa hiyo simu isikutumikishe, kaa nayo mbali. Subiri tu ukipigiwa nenda uchukue na ukimaliza weka mahali pale. Watu wanaojitambua simu haziwachukulii muda. Sema mimi. Kuna watu wanaoga na simu bafuni. Sema mimi na nyie hapo hapa kwa sababu tunafundisha mahara pengi na wengine watatusikia wanaoga na simu bafuni. Hapo sasa amejitahidi kuweka password pote kwa mikataa. Lakini akibapadisha pote akapalamba password kwenye message, password kwenye kupiga password. Yaani kila sehemu password. Wewe password za nini wewe mtu wa Mungu? Password za nini? Wewe ni jambazi. Password. Na huyo mchina kila simu amewekea password. Kwenye message password, kwenye picha password, password, kila sehemu password. Sasa na bado haamini kwamba kuna password, anajua pia inaweza ikapita ikaita hapa juu ikaonesha jina. Kwa hiyo bora aende nayo tu. Aende nayo atabafu. Jambazi wewe. Jambazi mkubwa. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Atukuzwe Mungu wetu. Hapa sina wanafamilia. Simwacha tu hapo, mtu yote anaweza kutumia. Kuna nini wewe mpaka unakaa umeficha kwenye siketi simu? Nika hapo tu simu yote anatumia. Ya mke wangu ninatumia. Sasa na yeme wangu na ya kwangu anatumia. Ninaweza nikaisahau nikamaliza hata wiki. Sana akikutana na message atakutana tu watu wanaomba huduma ya maombi.
Akikutana na simu zinapigwa ni za wazazi wangu, haleluya, au za watu wanaohitaji huduma au marafiki zangu. Unapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kila kitu cha kwako hakikisha kimeokoka. Simu iokoke. Tukiwakagua mahali hapa, mna hizo password nyewe kwenye hizo simu zenu. Mnamwekea nani password? Message password, picha password. Mtakuja mfenye. Sasa mbona tunakufaje sisi? Nikwambie, kuna wakati unaweza ukapata ajali au tatizo. Hauna namna, unaweza ukazungumza, unahitaji sasa watu wakusaidie. Wanashika simu yako, ina password zote. Hivyo utapata msaada? Utapata msaada mtoto wa Mungu? Utasaidiwa. Ukifungua pa kupigia call kuna password. Wanapigaje sasa? Hawakujui umepatia ajali Mleba, umepatia ajali Kahama, umepatia ajali Sengerema. Utazikwa na site. Utazikwa na site, mimi nakwambia. Utazikwa na manispaa. Lakini kwa nini hayo yote yakute? Kwa sababu ya matabia mabaya yaliyofichika ndani ya mioyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wanaendelea kunielewa? Na nielewa vizuri watoto wa Mungu. Yaani unaweza kunafanya jambo kaliona ni la kawaida, kumbe lina madhara. Madhara yapo. Halafu unajua kwamba dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Shuhudia mtu mmoja kabisa alitoka bafuni amevaa uchi aliposikia simu inaita. Bafuni ametoka uchi, sipigi sana pita wanjani na ni bafuni ya nje. Ndani sebreni. Mwingine nikaona kwa amekaa sebreni, haleluya. Sasa wanaangalia TV. Mwanaume ana simu yake na mwanamke ana simu yake. Mwanaume akainua mkono aende kuchukua remote kubadilisha, mwanamke akaruka kawai simu. Mwanaume kabidi amshangae, mimi nachukua remote, wewe unahangaika na simu. Hapo ndio akashtuka, kwenye simu kutakuwa kuna tatizo. Ugomvi umeanza. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna nani elewa vizuri? Amen. Hebu hiyo namba 2 nasemaje? Labda kuna mtu hajanielewa. Namba 2 nasemaje? Kambali. Wewe ni mtoto wa kike, marafiki zako ni watoto wa kiume. Hivi unafikiri nini kinatokea? Nini kitatokea? Nini kinatokea? Kaa mbali na vichocheo vya dhambi. Wewe uko mahali hapo umeolewa, lakini marafiki zako wote ni wale ambao mambo yaliwashinda, alafu wana roho mbaya na ni wauaji wa ndoa. Wewe unadhani nini kitatokea kwako? Watakushauri vizuri? Wewe kusikia mtu anashauri kwamba mtu akikufanyia vibaya, huyu ni mwanamke anamshauri kwamba alikole, chukua, niliwaambia mahali hapa, chukua maji, chemsha, weka sukari. Maji yachemke, weka sukari, alafu chukua jagi, chota kamwagie. Sura mwanaume na kobana. Sura mwanaume na jikunja. Miaka mingi imepita kidogo. Kuna mwanamke mmoja, hii mitaa huko kwetu Karagata ukipita, zamani uko unapaita Kihandagazi, siku hizi sio wanapaitaje. Mwanamke mmoja alipigika. Ametoka kanisani, piga nguo zote wakamchania, piga. Mashoga, rafiki. Akamwambia huyu mwanamke anatembea na mume wako. Anatembea na nani? Unaona walivyomshauri. Tena akasema ua kabisa, ulinde ndoa yako. Ua ulinde, hao ni marafiki. Kaa mbali na vichocheo vya dhambi. Angeua, nini kingetokea? Na bado akamsaidia, tutakusaidia kumpiga. Tumeshuhudia wanaume wengi sana wamewaumiza sana mahospitalini, wako vibaya. Kuna baba mmoja Chato alichomwa kisu na mke wake. Tena huyo mke sio wa Chato, ni wa Biharamulo. Alimlima kisu tumboni akachana. Utumbo kafyatuka. Hapa. Nusu afe. Hayo mawazo nadhani alikuwa ni yake peke yake? Alishirikisha na watu wengine, na wengine wakamshauri ujinga.
kaa mbali na vichocheo vya dhambi. Kaa mbali na vichocheo vya nini? Vya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kaa mbali na vichocheo vya nini? Vya dhambi, si ndio? Makundi. Wewe umeokoka, marafiki zako wote wanakunywa pombe. Kuna siku anakuambia, wewe twende baa, wewe utakunywa soda? Wewe utakunywa soda, sitakunywa bia. Kwa anakunywa bia pale na wewe umeweka soda yako pale. Siku nyingine bia, soda. Siku nyingine utasema, nina siku nimeisahau ladha ya bia, ngoja niwepo kidogo. Na utakunywa, mimi nakwambia. Nakwambia utakunywa. Kuna msemo wa Kisugu anasema ukifunga mbuzi yako na mbuzi ambayo ina uroho, na yenyewe itafanyaje? Itaambukizwa nini? Uroho. Angalieni na marafiki. Ukiwa umemwamini Yesu, angalia na marafiki wa kutembea nao. Kuna marafiki wengine wana ushauri mbaya. Kuna marafiki wengine ni wambea. Kuna marafiki wengine ni washerati na wazinzi. Kuna marafiki wengine ni wezi. Kuna marafiki wengine midomo yao imejaa matusi. Hawezi kuongea maneno matano hajatukanana. Hao marafiki ni vichocheo vya dhambi. Kana mbali. Tafuta rafiki mtakaoendana, mtakaoshauriane mambo mazuri. Ndipo mtamwona Mungu akiwa upande wenu. Mtamwona Mungu akiwa upande wenu. Sawa? Tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Pasina huo utakatifu hakuna atakayemwona Mungu. Tunatamani sote kwa pamoja tupopata neema kusali hivi, tukanyage mji mtakatifu Yerusalemu. Twende mbinguni tukamwone baba yetu. Tunatamani tukiwa mahali hapa tukae vizuri. Niwaambie kitu. Unapokutana na changamoto au gumu wa namna yoyote, tafuta mtu ambaye unamwamini, ingawaje sio wote, ambaye pia unaweza kumshirikisha. Haleluya. Kuna watu wengine wamefikia kwenye maamuzi magumu ambayo baadaye yamekuwa ni majuto kwao, kwa sababu walikuwa na vitu moyoni alafu wakavikumbatia. Unajua pia mawazo kuna namna huwa yanauguza moyo. Mawazo yanauguza moyo, si ndio? Lakini unajua mawazo yanaweza kazidi yakakufanya ukafanya maamuzi mabaya. Sawa. Unapokuwa mkutana na changamoto nzito na kutesa, usikumbatie. Kama hauna mtu ndani ya kanisa anaweza ukamwambia akakusaidia, njoo madhabahuni niambie. Mimi ni mchungaji. Madhabahu hii ni madhabahu yenye siri. Madhabahu yoyote ya Mungu ni madhabahu yenye siri. Haleluya. Mungu ametupa kulea, lakini Mungu ametupa vifua vya kutunza. Utasaidiwa. Utashauriwa. Utaongozwa vizuri, alafu utajikuta moyo wako umefunguka, alafu umerudi kuwa mtu mzuri. Mmenielewa watoto wa Mungu? Mmenielewa? Amen. Haleluya. Amen. Jambo la kwanza nimesema nini? Ndiyo. Jambo la kwanza nimesema nini? La pili tumesema kukaa mbali na vichocheo vya dhambi. Sasa nabaki moja, nimesema nini? Na sikusikie Eva. Tamaa zinaanzia wapi? Moyoni. Hebu angalia jambo la tatu, si ndio? Zaburi 105 mstari wa 4, kwa kuomba na kujifunza. Kwa kuomba na kufanyaje? Na kujifunza. Ili tushinde nini? Tamaa nini? Dhambi. Lazima tuwe watu wa kuomba na kujifunza. Zaburi 105, mtakeni Bwana na nini? Utafuteni uso wake siku zote. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Asifiwe Yesu Kristo Nazareti. Ukiwa ni mtu wa kuomba sana, ukawa ni mtu wa kusoma neno sana, unaomba, unasoma neno, unasoma vitabu, unaomba, unasoma neno, unasoma vitabu, unafunga, rafiki, utajikuta tamaa za dhambi zinakuwa mbali.
Tamaa za dhambi huwa zinapatikana pale ambapo unajiunganisha na vitu vya dhambi. Mfano, unashinda unaangalia season, si ndio? Unasikiliza manyimbo ya kidunia, si ndio? Unashinda na marafiki. Hebu imagine unatembea na rafiki ambayo ni mlevi. Wewe unadhani nini kinatokea? Lakini watoto wa Mungu, hivi mlevi unadhani kwamba ana agenda nyingine tofauti na kukwambia jana kwetu ilikuwa tamu? Ana agenda nyingine ya kukwambia kwamba ule rubisi wa juzi lilikuwa rutamu kweli. Alafu anakuambia wewe tangu umeokoka umepoteza mengi. Unasikia anachokuambia? Yaani ungeonja. Sema amen. Niliwahi kuambia mahali hapa kisa cha yule dada aliyeteseka mpaka akakonda, mpaka unaweza ukakamata jagi la maji. Amekonda, amekonda dada watu. Wazazi wake wanamuuliza, jamani, unaumwa? Wakaenda kumpima hospitali, haumu. Wakimwambia mapepo hayalipuki. Unaumwa? Una nini? Mimi mzima tu. Anazidi kuisha. Anazidi. Asifiwe Yesu Kristo Nazareti. Kaambia alikuwa ni mtoto wa watumishi, mtoto sio mchungaji. Anasali tu kanisani vizuri. Akajikuta amekaa na makundi kama yule nimekuambia namba 2. Kaa mbali na vichocheo vya nini? Akajikuta amekuwa na marafiki ambao ni wabaya. Wanamwambia wewe unajifanya na urokole wako, ujui dunia inavyoendelea. Wakamshawishi kwenda disco. Kwa hiyo akaaga nyumbani kwamba anaenda kwenye mkesha. Kumbe hakuna cha mkesha wala nini, anakwenda disco. Akaenda disco. Kumbe ameenda disco. Yale madada ambao ndio marafiki zake, kila lidada lina wakwake, lina nini? Bwana Yesu asifiwe. Kilichotokea naye akadanganywa naye akapata wakwake mimba. Anarudije kwenye familia ya kichungaji? Anarudije kwenye familia ya Mungu? Dhambi isipotubiwa ina tabia kuita. Wakamwambia wewe hawawezi kujua. Wakampeleka kuchomoa mimba. Si ndio? Mimba akafanyaje? Kweli kabisa alichomoa, akafanikiwa. Maisha kaendelea. Mnakumbuka kilichotokea? Kila kilala anaota ndoto katoto kavulana kamevaa uchi. Sawa. Kanamkimbiza kwenye ndoto, kanamwambia mama nizae. Kila kilala. Haya mambo unaweza usiyaelewe. Na mimi siwezi kuambia alikuwa ni Mungu alikuwa ni shetani, sifahamu. Lakini nakwambia kwa ushuhuda wake. Akilala kamekuja. Hata akikaa kwenye kiti akajiegesha akasinzia, kameshakuja kale katoto. Yaani kila kitulia tu kamekuja kale katoto. Kana mkimbiza na kimbia. Kenyewe kako uchi, katoto kanalia, kanamwambia mama nizae. Hiyo siri anamwambia nani kwamba alipata mimba alafu akaitoa mimba? Anamwambia baba. Akitaka kula chakula akiingi. Akishika ugali hivi anakumbuka nikitulia tu katakuja mama nizae. Hiyo inafanana na wale wanaoteswa na majini, yale nani mapepo yanaitwaje yale? Yanaitwaje nini? Majinamizi. Najua majinamizi. Naposema majinamizi mnanielewa? Majinamizi ni yale ambayo ukiwa umelala yanakukandamiza, sawa? Unajaribu kuamka huwezi. Mpaka unahesabu 1, 2, 3 ili uamke, hakuna. Kimekungangania. Mpaka unaomba kwa damu ya Yesu, hakuna. Kimekungangania. Mpaka kikungangania kikukomeshe wewe. Kijisikia ndio kikuachie. Ukitoka huko una hema wewe. Nani amekukutana naye majinamizi? Hapa hawamo. Kwa hiyo kumbe ninaongea ya kwangu peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hamyajui majinamizi? Hivi hamyajui majinamizi au mmeamua kukaa kimya? Nani anayafahamu majinamizi? Ambao kilaya anakubana, yani huwezi kujigeuza, huwezi kufanya hivi, huwezi kufanya hivi, kubana kabisa. Nani amekutana na hicho kitu? Asante, umekuwa mzuri. Mungu akubariki, umekuwa mkweli. Wewe nani amekutana naye mwingine? Asante. Nani mwingine kule mama? Na wewe? Kwa hiyo unafunga hoja wewe kukamatwa na majinamizi. Yaani mtu yoyote ambaye hajaokoka huo muziki amekutana nao. Yule mama amesema hata jana amenibana. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna siku niwahi kuambia kama mimi wahubiri wangehubiri, wakahubiri wakasema jamani kila anayebanwa na majinamizi ukilala, ukifanya hivi umebanwa, akiokoka yanaisha. Mimi ningekuwa wa kwanza. Kwa jinsi nilivyokuwa nimeteseka. Niliwaambia hata nikikaa kwenye kiti. Simwambia kila siku. Hata nikikaa kwenye nini? Ninayo. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu wa kulala usiku nimelewa. Haleluya. Ili akija nikute nimelewa yasinitese. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watoto wa Mungu. Lakini asifiwe Yesu kwamba baada ya kumkiri kuwa Bwana na Mwokozi, hiyo misiba aliondoa. Kaisha kabisa hiyo misiba, kaisha. Yaani ukimwamini Yesu kuna vitu hautakutana navyo. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka nikiwa bado mtoto mdogo, ushuhuda naomba ni uwape. Pale kwa mama Kemi, mama yangu huyu anokujaga mahali hapa, haleluya. Kulikuwa kuna ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Zamani. Sasa sijui shetani alikuwa anatamani au anazitumia zile ng'ombe, mimi sijui. Kwa nini? Kwa sababu na mimi nilikuwa nachunga ng'ombe za nyumbani na wale watoto tunachunga zile ng'ombe. Sasa kuna ng'ombe ambaye kwa gani mkorofi, ana tabia ya kukimbiza. Hiyo ni kimwili. Hiyo ni nini? Ni kimwili kabisa. Sasa kila mimi nikilalaga yule ng'ombe wa ile familia alikuwa ananikimbiza mpaka anainua mkia. Nakumbuka mara moja nilipanda hadi mti wa mkoto. Mti wa mkoto mnaujua nyie? Yaani una namiba, una na nini? Kwenye ndoto. Yaani kila nikilala na kimbizoga na ng'ombe, nikilala na kimbizoga na ng'ombe, niliteseka mno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hebu angalia ya mambo. Kuna watu wakilala wanaota wanakimbizwa na nyoka. Wanakimbizwa na mbwa. Na mambo yanofanana na hayo. Ni somo jingine tutafundishana tumfahamu ni nini. Asifiwe Yesu Kristo Nazareti. Nini kinatokea? Ukimwamini Yesu ukakaa naye vizuri, hiyo misiba huwa inaisha. Ingawaje unaweza kaendelea kuteseka ukiwa bado kwenye wokovu kama haujaendelea kufanyaje? Kukomaa. Kufanyaje? Kadri unapoendelea kukomaa ndivyo ile misiba unatoka mmoja baada ya mwingine. Mwisho wa siku unakuwa salama, mtoto wa Mungu. Haleluya. Semeni amina. Semeni amina tena. Wangapi wamenielewa nilivyowafundisha leo? Kuna kuelewa, kuna na kufanyia kazi. Ni mambo mawili tofauti. Je, unatamani uelewe tu au unatamani ufanyie na kazi? Je, unafanyia kazi unachokielewa? Umeelewa nini? Siku ya Jumatano ni siku